أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مولاي ابتدائي وفائض فضله سرا وعلانية أو سرا وجهرا وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wapenzi watazamaji wa channel ya Media Makambako, insha Allah ni wakati na wasaa mwingine Mwenyezi Mungu aliojalia tena kuweza kukutana katika nafasi ambazo kwamba anazotupa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika huu uso wa dunia. Kwa nini? Kwani wote katika hii dunia rahainu lilfanai, tumewekwa kuwa ni rahani tu kwa ajili ya kuweza kuondoka. Kwa hiyo muda na wakati ukishafika, hakuna jinsi ya budi, ni lazima tuweze kuondoka. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kullu nafsun dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi ni yenye kuonja umauti, ni yenye kuonja kufa. Kwa hiyo utaona sisi kufa sio jambo la khiari, ni swala la lazima, ila tunatofautiana zile nyakati na muda. Hivyo wakati tunapokuwa na hizi pumzi, tufanyie yale mambo ambayo kwamba ni ya kimsingi, mambo ambayo kwamba yatakayekuwa ni yenye kutuzalishia ujira na yenye kutuzidishia malipo mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasa kwa ajili ya siku ambayo kwamba ni ngumu, siku ya Kiyama. Ikiwa ni namna hiyo, basi sisi tunachukua fursa ya kwenda kupeana maalumati kwa ajili ya kuendeleza ibada zetu. Jamani, tumeanza na ibada, lengo na makusudio tuone ibada yetu kuanzia yule wa chini mpaka tutakapofika huko. Tutakapofika tuone kabisa tulikuwa tukinufaika kidogo kidogo na mmoja mmoja, na hatimaye tutafika mbali zaidi. Jana kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ilikuwa ni siku ya kuangalizia namna gani mtu akishakaa kile kikao kwa ajili ya kuisoma atahiyatu ya mwisho, au kwa ajili ya kikao cha atahiyatu atasoma nini, na hiyo atahiyatu unaisomaje, ikoje. Tumefahamishana mpaka pale ambapo kwamba Mwenyezi Mungu alipotufahamisha, lakini tutatamani kuendelea kujuzana zaidi huko mbeleni kadiri tunavyozidi kuendelea. Kwa hiyo leo tutazingatia au na tutaangalizia madha taqulu ba'da tashahudi al-akhir, utasema nini baada ya wewe kuwa utamaliza kuisoma atahiyatu ya mwisho, utasoma nini au utasema nini? Usalli ala nabii sallallahu alaihi wasallam, utamtakia rehema mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na huyu mtume ndio yule ambao kwamba ametegemezwa mpaka kwenye ibada ili ibada zetu ziweze kuswihi. La, kama haujamtakia rehema mtume, swala yako inakuwa haiswihi au haitoswihi. Kwa hiyo baada ya kumaliza ile atahiyatu, na utaenda kumtakia rehema mtume sallallahu alaihi wasallam, nayo ni mtu kusema Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hii ni namna ya kumtakia rehema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La, kama utaona ni dhiki wakati wako muda wako wa kwenda mpaka kwenye sehemu hii, utasema tu Allahumma salli ala Muhammad, unatoa salamu, ni sababu ya wewe kuweza kuswihi swala yako na utakuwa umeenda vizuri zaidi. Ama kwa fasiri yake, Allahumma ewe Mwenyezi Mungu salli, teremsha rehema ni fi'lu du'a, ala sayidina Muhammad, juu ya bwana wetu Muhammad, wa ala alihi wa ala ali sayidina Muhammad, na juu ahli zake bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani akikusudia wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, watoto zake bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wajukuu zake na nasabu yake kwa ujumla. Kama sallaita, kama jinsi ambavyo ulivyoteremsha rehema ala sayidina Ibrahim, juu ya Nabii Allah Ibrahim, basi na kwa Mtume Muhammad mteremshie rehema. Kwa maana ukizingatia rehema alizoteremshiwa Nabii Allah Ibrahim ni nyingi, lakini pia rehema ambazo kwamba tulinazoziomba ateremshiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nazo ni kama jinsi ambavyo kwamba alivyoteremshiwa Nabii Allah Ibrahim. Wa ala ali sayidina Ibrahim, na juu ahli zake bwana wetu Nabii Allah Ibrahim alayhi salam. Wabarik, teremsha baraka zilizoko nyingi ewe Mwenyezi Mungu ala sayidina, juu ya bwana wetu Muhammad, bwana Mtume Muhammad, wa ala ali sayidina Muhammad, na juu ya ahli zake bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama barakta
kama jinsi ambavyo ulivyoteremsha baraka nyingi ala sayidina Ibrahim, juu nabii Allah Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim, na juu ali zake nabii Allah Ibrahim fil alamina. Na tunaomba Mwenyezi Mungu uteremshe rehma na amani na baraka kwa viumbe vyote, innaka, kwani hakika yako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamidun, wewe ndo mwenye kuhimidiwa, majidun, ndo mwenye kupatikana popote pale. Kwa hiyo utazingatia rehma hizo alizoteremshwa Nabii Allah Ibrahim, baraka alizoteremshwa Nabii Allah Ibrahim. Mfano wa rehma ni kama vile kupewa utume, ni rehma kubwa sana. Wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kwa hiyo Nabii Allah Ibrahim aliteremshiwa, alipewa utume, ni rehma. Kwa hiyo na Nabii Allah Muhammad aliteremshiwa, alipewa utume. Kwa hiyo kwa sababu kama ni hivi wamepewa, lakini Nabii Allah Ibrahim alijaaliwa watoto, ni baraka. Ile baraka ya watoto alipewa, kwa maana akajaaliwa watoto wake kuwa ni mitume. Alhasili akajaaliwa kuwa ni mwenye kuwaita watu kwenda katika manasiki ya hija au kwenda katika ibada ya hija, na Mwenyezi Mungu akamkubalia. Akajaalia makana Ibrahim, watakhadha makana Ibrahim musalla, akajalia Mwenyezi Mungu sehemu aliposwali Nabii Allah Ibrahim kuwa na wewe ukienda kuswali kuna baraka kubwa na kuna khairi kubwa inapatikana. Wa ahlu majarra, na mambo mengi amejaaliwa Nabii Allah Ibrahim kama sehemu ya baraka, kujenga Al-Kaaba kwa mikono yake au kuiendeleza jengo la Al-Kaaba kwa yani kwa mikono yake, ni baraka. Kwa hiyo hayo pia yamfikia Nabii Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo namna gani ilimfikia Bwana Mtume sallallahu, ukizingatia mtume amejaaliwa kwa yeye ni rehma kwa viumbe vyote, lakini amejaaliwa kwa yeye ni mbora wa viumbe vyote, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amejaaliwa kwa yeye ndio wa kwanza atakayeweza kuingia na umma wake siku ya kiyama, kuingizwa katika hukumu na kuingizwa katika pepo. Yeye ndo atakayekuwa amejaaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuweza kufungua pepo, yeye ndo wa kwanza. Haya yote ni rehma na ni baraka ambazo kwamba amejaaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu kama ni hiyo, hii ni namna ya kumtakia rehma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukifanya namna hiyo kunakuwa na malipo makubwa, na utakwenda kupata kuona salamu zako unazomtakia rehma sallallahu alaihi wasallam au unazomsalimia Mtume sallallahu alaihi wasallam, nazo zinakwenda kujibiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo haya au hii ni sehemu katika kumtakia rehma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya hapo, ukimaliza namna hiyo, ndio unaambiwa madha taqulu baada tashahudi wa salati ala nabii sallallahu alaihi wasallam. Sasa ukishamaliza ile atahiyatu, ukimaliza kumtakia rehma Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, utasema maneno gani au utasema kitu gani? Aqulu, nitasema mimi. Sasa msanifu anajinasibu mimi, na wewe ndio unatakiwa useme hivyo hivyo kwa ajili ya kuweza kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama sehemu ya dua. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri. Baada ya kuwa umemaliza tahiyatu na umemaliza kumtakia rehema Mtume sallallahu alaihi wasallam, utasema Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri wa min adhabin nar wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu, anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir, la ilaha illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Hii ni dua ambayo kwamba utakayoomba kwa fasiri kwa kupita kwa haraka, lakini ndio fasiri yake. Allahumma, ewe Mwenyezi Mungu, inni, hakika yangu mimi, a'udhu bika, najikinga kwa wewe, min adhabil qabr, kutokana na adhabu ya kaburini. Tutakuta kuambiwa adhabu ya kaburini, Mtume alisema ni kweli adhabu ya kaburini ipo. Wa min adhabin nar, adhabu ya moto ni ipo kweli, Mwenyezi Mungu ameandaa. Wa min fitnatil masihid dajjal, na naomba Mwenyezi Mungu unikinge kutokana na fitina za huyu kiumbe anayeitwa Masihi Dajjal. Masihi Dajjal ni nani? Ni kiumbe ambaye kwamba atakuja katika akhiri zaman. Atakapokuja kiumbe huyo ana maajabu, miongoni mwa maajabu alionayo, kwanza unaambiwa ni kiumbe mwenye jicho moja. Sio jicho moja kwa maana jicho moja limepofuka, hapana, ana jicho moja kama sijida namna ilivyo. Hiyo ni miongoni mwa maajabu yake, lakini atatafuta wafuasi wa kwenda nao motoni, na kuna mambo ambayo kwamba aliopewa na Mwenyezi Mungu. Hayo ukimfuata tu tayari inakuwa ni sababu ya wewe kuweza kupotea. Lakini pia wanaozuoni wanasema, miongoni mwa kauli za kusema Masihi Dajjali, wanasema hata hii dunia pia ni Masihi Dajjali. Kama sio Masihi Dajjali, kiumbe atakayekuja ashuke kabisa, basi hii dunia pia ni Masihi Dajjali, kwa sababu dunia ni kama mtu mwenye jicho moja. Mtu akipondoka kwenye dunia anakuwa hasikii la muadhini swala wala la mkimu swala. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu atunusuru na atukinge na mauzauza haya ya dunia, lakini pia na huyo kiumbe Masihi Dajjali. Lakini kwa sababu kama ni hiyo, kwa kumalizia, Allahumma ghafir li ma qaddamtu, Mwenyezi Mungu nisamehe madhambi ambayo kwamba niliyoyatanguliza mimi,
wama akharartu, na yale madhambi ambayo kwamba niliyoyaakhirisha mimi kuyafanya, wama asrartu, madhambi ambayo kwamba nimeyafanya kwa israfu, wama a'lantu, madhambi ambayo kwamba nimeyafanya waziwazi. Anta al-muqaddimu, Mwenyezi Mungu wewe ndio ambaye kwamba uliotangulia, wewe ndio mwanzo wa kabla ya chochote. Wa anta al-muakhiru, na wewe ndio wa mwisho, kwa sababu wenyewe wanasema Mwenyezi Mungu ndio awwalu bila bidaya wal akhiru bila nihaya, ni wa mwanzo ambao kwamba hana mwanzo wake ulianzaje, na ni wa mwisho wake ambao kwamba hauna kusema eti mwisho wake ni ukomo wake. Hapana, la ilaha, hapana jinsi ya Mola pasaye kuabudiwa kwa haki illa anta, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faghfirli, naomba unisamehe mimi Mwenyezi Mungu, maghfirata min indika, msamaha utokaye kwako wewe, warhamni, na naomba unihurumie mimi, innaka, kwa hakika yako Mwenyezi Mungu, anta, wewe ni taukidi, al-Ghafurur Rahim, wewe ni msamehevu lakini pia ni mwenye huruma. Hakuna kiumbe ambaye kwamba hakuna kiumbe atakayemshinda huruma Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabbana, ewe Mwenyezi Mungu mlezi wetu, atina, tupe sisi fi dunia, katika hii dunia, hasanatan, mambo mema, wa fil akhirati, na kisha akhira, hasanatan, utupe mambo mema. Duniani mambo mema ni watoto wema, ukijaliwa na wazoni wanafasiri duniani mambo mema kupewa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni watoto. Kwa nini watoto? Kuna siri kubwa sana na kuna tarehe kubwa sana. Kesho peponi tu, kesho akhera tupewa mambo mema ni kupewa pepo, wakina adhaba nar, na utukinge kutokamana na adhabu ya moto insha Allah. Kwa sababu kama ni hiyo, hii ni dua utaiomba. Unaonaje ukaiomba kila siku vipindi vitano katika umri wako? Mwenyezi Mungu asikusamee, Mwenyezi Mungu asiweze kukufanyia haya uliomuomba. Kwani una makosa gani yaliyokuwa makubwa? Kikubwa tuendelee kujifungamanisha, kuendelea kujipinda, tuendelee kuyafuatilia, na ndio elimu. Hakuna jambo linalofanyika bila ya elimu likawa eti liko sawa sawa, hakuna. Kwa sababu kama ni hiyo, tuachie wasaa mfupi kwa ajili ya maswali mawili matatu inshallah, tuweze kufunguana fikra na kuona namna gani tunaweza kwenda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukrani ustadhi kwa darasa nzuri, wallahi tunaendelea kunufaika na kuendelea kufaidika. Swali langu lipo kama ifuatavyo. Naam. Tumejifunza juu ya tashahudi ya mwisho. Ndio. Sasa mimi swali langu lipo kwenye tashahudi ile ya kwanza. Ndio. Nikaacha kuikaa kwa makusudi kwamba mathalani labda kuna jambo naliwahi. Kwa jambo hilo nikasema iki kikao kidogo sky nitakiletea sije tusahau mwishoni, swala yangu inakuwa inaswihi? Mashallah, swali zuri muuliza, alhamdulillah. Atahiyatu ya kwanza nikaacha kuikaa kwa makusudi, je, swala yangu itaswihi? Munasaba wa swala lako ndo liko hapo. Mambo mengine ni yale ambayo kwamba utaonelea na kuaje. Ukiacha ukaa tahiyatu ya kwanza kwa makusudi, swala inaswihi. Kwanza moja, swala inaswihi. Kinachokuwa kimekosekana kwa kweo ni kupitwa na ule ubora ambao kwamba wenye kupatikana kwenye kile kikazi kidogo. Lakini ukiacha kwa makusudi, swala yako itaswihi. Na hiyo wanasema sijida tisahau, unaweza usilete, na hata ukileta yote ni sawa, kwa sababu vyote hivyo vimekuja katika njia ya sunna. Wa sunnatul muthabu man qad fa'ala wa lam yu'aqab mur'u in ahamala, kwa sababu ahkamu shar'i lahi sab'u taksam. Kwa hiyo katika ahkamu, yani hukumu za Mwenyezi Mungu zile saba, katika swala la sunna atalipwa mtu akifanya, na akiacha haandikiwi jambo lolote. Wa sunnatul muthabu man qad fa'ala wa lam yu'aqab mur'u in ahamala, wallahu a'la wa a'lam. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khaira kwa darasa nzuri. Amin wa anta kadhalik. Sasa swali langu linaenda moja kwa moja pale kwenye tashahadu ya pili. Naam, tumeona kuna dua ndefu na nzuri kabisa ya kuweza kuiomba. Je, vipi muumini akiomba dua tofauti na iliyoainishwa hapo? Na je, akiweza kuisoma labda kwa Kiswahili, hawezi Kiarabu, akisoma kwa Kiswahili, hiyo dua itakuwa inafaa au yajuzu katika hiyo atahiyatu ya pili, baada ya atahiyatu ya pili? Mashallah, swali zuri. Kwa swali lako la kwanza, je, nikaacha kusoma dua ambayo kwamba iliyoainishwa hapo nikasoma dua nyingine, inakuwa imefaa? Ndio, itakuwa imefaa, lakini kusoma dua ambazo kwamba ni maathuru inakuwa ni nzuri. Dua ambazo zilizopokelewa inakuwa ni nzuri zaidi kuliko kusoma dua ambazo kwamba zinginezo. Utaona hiyo dua imekusanya matakwa yako yote, makusudio yako yote, na makusudio ya duniani na akhera imekusanya. Lakini
ukaomba nyingine inakuwa ni jaiz, sawa, lakini dua kuomba hiyo inakuwa ni bora zaidi. Ama kuiomba dua kwa lugha ya Kiswahili, hamna ibada inayofanywa kwa lugha ya Kiswahili. Hakuna ibada inayofanywa kwa lugha ya Kiswahili. Ukiomba kwa lugha ya Kiswahili utakuwa umefeli. Utakuwa umezungumza kwenye swala, ijapo maneno ni yale yale, lakini haitokuwa imependeza, haitokuwa imefaa kisheria. Kwa sababu kama ni hiyo, hayo ndivyo jinsi alivyo. Tujitahidi kuendelea, hata kama atasoma yule mtu ambaye hajui kwa lugha ya Kiswahili, lakini hakikisha anajitahidi kukimbia kwenda kujifunza nini? Ibada, lugha yake namna ilivyo. Haya ndivyo jinsi yalivyo. Wallahu a'la wa a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, ربي فقهنا وفقه أهلنا وكربات لنا في ديننا مع أهل القدر وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق لكل حلالا دائما وأخلاق قيما علماء نهضى بالخير ونفضل الشر ربنا واشرح لنا كل الشؤون واقرأ برضا منك العيون وقضانا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسول المنون وغفر استر أنت أكرم من ستر والصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحقيدنا والوفاء بكتاب في لناس الشفاء وعلى آل الكرام شركاء وعلى أصحاب المصاب الغرر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Vyasili Takwa Media Makambako.